Mambo vipi mtazamaji wa ZTV, na karibu tuzungumze, lakini pia tuachakate yale yote yalojili kwenye michezo. Na kama tunavyojua AFCON bado inaendelea katika timu 16 bora ambazo zilizoingia kwenye mashindano hayo, na Tanzania ikiwemo kwenye mashindano hayo kwa nafasi ya 16 bora. Na timu mbili leo zimecheza ikiwemo Senegal pamoja na Sudani, na Senegal nikizungumzia kwamba wameondoka na ushindi mabao 2-1. Na kwa upande wa timu ya pili ni Mali dhidi ya Tunisia na kutoka sare bao 1-1, lakini wakaenda matuta na matuta hayo yakaibuka kwa upande wa Mali kuibuka washindi kwenye penati 3-2 dhidi ya Tunisia. Ikumbuka kwamba Mali alipewa kadi nyekundu mapema kabisa, dakika ya 25 alipewa kadi nyekundu kupitia kwa mchezaji wao Woyo Korbia. Na baadhi ya watu na wachambuzi kutokea hapa Tanzania wamekisifu kiwango cha golikipa wa klabu ya Africans Djigui Diarra ambaye amefanya vizuri kabisa kwenye mashindano haya ya AFCON. Kwanza ngoja nikutajie wale wachezaji ambao walipiga penalti kwa upande wa Mali, lakini pia kwa upande wa Tunisia. Kwa upande wa Mali alipiga Bissouma ambaye alikosa, lakini kwa upande tena mwingine alipiga Sinayoko alipata, Nene alikosa, Diakite alipata pamoja na Tua alipata penalti hiyo ambapo wakaibuka na penalti 3. Kwa upande wa Tunisia alipiga Meriha amepata, Abdi amekosa, Saadi amepata, Achol amekosa pamoja na Albeni naye amekosa na kuibuka na ushindi wa penalti 2, na Mali kuibuka na ushindi wa penalti 3-2 na kwa washindi kwenye mashindano haya na kuingia katika hatua ya robo finali kwenye mashindano haya ya AFCON. Na mtangazaji kutokea pale Clouds FM Farhan Diarra ameandika kwamba katika ukurasa wake wa Instagram, Djigui Diarra, bila shaka sijawahi kushuhudia golikipa kama huyu wa kimataifa katika ardhi hii. Kazi futa za wachezaji wakubwa sana. Amenyoosha na mikono akimalizia kwa kuandika kwamba weka moto mwingi sana, yani tia emoji ya moto kwa kuipeleka robo finali, ambapo timu yake hiyo ya Mali ameipeleka katika hatua ya robo finali. Golikipa huyu kutokea pale klabu ya Africans ambaye anazidi kufanya vizuri kwenye mashindano haya ya kimataifa AFCON 2025. Bado watangazaji wengine na wachambuzi wengine wametoa maoni yao kuhusiana na golikipa huyu wa klabu ya Africans Djigui Diarra. Naendelea kukusomea, kawaida yangu niko hapa kwa ajili ya kukufikishia wewe habari za michezo. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi subscribe, like, toa maoni yako na wewe kuhusiana na golikipa huyu Djigui Diarra. Mtangazaji kutokea EFM Farasi wa Vita ameandika na yeye katika peji yake ya Instagram kwamba ameweka emoji za moto nyingi tu na kuandika kwamba Djigui Diarra ni kipa bora Afrika, jamani, si Tanzania tu. Mali wanaenda robo finali kwa jasho na damu, ila mioyo ya wa Mali haitamsahau Diarra. Narudia hicho kiandika Farasi wa Vita kutokea pale EFM. Mtangazaji huyu ameandika kwamba Djigui Diarra ni kipa bora Afrika jamani, sio Tanzania tu. Mali wanaenda robo finali kwa jasho na damu, ila mioyo ya wa Mali haitamsahau Diarra. Amemaliza hivyo mtangazaji huyu kutokea pale EFM. Lakini pia mtangazaji huyu Garib Mzinga na yeye ameandika maoni yake kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba Mali hawatishi sana AFCON hii, ila Djigui Diarra ndio anatisha. Moja ya top Africa Gori, man of the match, Mali to the quarter final. Na golikipa huyu Djigui Diarra ambaye ameibuka kuwa man of the match katika mchezo huu wa leo kutokana na kile ambacho amekionyesha, amesave nyingi, amedaka mipira mingi sana kutokana na zile mikojo ya penalti yote amedaka mchezaji huyu. Bado naendelea kukusomea kile ambacho wamekiandika wachambuzi kutokea kwenye peji zao hizo. Tunaenda kwa mtangazaji David Campista kutokea pale Clouds FM. Yeye ameandika kwamba yametimia. Timu ya taifa ya Mali imeitinga robo finali baada ya kuitupa nje ya michuano ya AFCON
Tunisia kwa mikwaju ya penati 3-2 baada ya sare ya bao 1-1 ndani ya dakika 120. Mlinda mlango wa Yanga Djigui Diarra ameokoa penati 2 katika mchezo huo. Ameendelea kwa kuandika kwamba kocha Tom Santieff aliwahi kuifundisha Young Africans kwa miaka mingi iliyopita. Kwa kifupi, leo Yanga wamekuwa na mchango moja kwa moja uliopelekea Mali hatua ya robo finali. Mwisho amalizia kwa kusema kwamba wenye wivu wajinyonge. Amemalizia kuandika hivyo David Campista kwamba wenye wivu wajinyonge, kutokana na kile ambacho amekiandika kwamba kiufupi leo Yanga wamekuwa na mchango mkubwa moja kwa moja ulioipelekea Mali hatua ya robo finali kwenye mashindano haya ya AFCON 2025. Bado naendelea kukusomea kile ambacho wachambuzi wengine na watangazaji wameweza kukiandika. Tuende kwa mchambuzi kutokea pale Wasafi FM, Nasri Halfani. Yeye ameweza kuandika kwamba sio kwa bahati mbaya anaaminiwa kukaa kwenye position muhimu mno kwenye taifa kubwa kama Mali. Diarra amewapeleka Mali robo finali, kufuta penati 2 kati ya 5. Amenyoosha mikono juu kwamba akimsifia mchezaji huyu ni golikipa hatari kabisa na anastahili kupongezwa na amestahili kuwa man of the match katika mchezo huu wa leo. Tuje kwa mchambuzi kutokea pale Crown FM, Hans Raphael. Yeye ameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba nina heshima kubwa na Kaseja. Ngoja nirudie tena alichokiandika kwamba nina heshima kubwa na Kaseja, nina heshima kubwa na Manula, nina heshima kubwa na Mapunda, ila kwa mimi Diarra ndio kipa bora kushinda wote ndani ya miaka 20 kwenye ligi ya Tanzania. Jamaa amekamilika kila kona, miguu inafanya kazi, mikono inafanya kazi, bila kusahau uwezo wake wa kusweep. Top gory. Amemalizia kuandika hivyo mchambuzi huyu Hans Raphael kutoka pale Crown FM kwamba jamaa amekamilika kila kona, miguu inafanya kazi, mikono inafanya kazi, bila kusahau uwezo wake wa kusweep. Top gory. Amemalizia hivyo kwa kuandika yeye mchambuzi huyu Hans Raphael kutokea pale Crown FM. Na hayo ni maoni ya wachambuzi, bila kumsahau George Mbangile kutokea pale Wasafi FM. Yeye amemalizia naye kwa kuandika kwamba this guy amekaa na emoji ya moto na mikono kwa kuandika kwamba anapohitajika kusimama na kuhesabiwa huwa hajifichi. Top gory. Anapohitajika kusimama na kuhesabiwa huwa hajifichi. Top gory. Diarra. Amemalizia kwa kuandika Diarra. Mchambuzi huyu kutokea pale Wasafi FM George Mbangile kwa kuandika kwamba ni mchezaji hatari. Nikizungumzia golikipa huyu Djigui Diarra ni golikipa hatari, na ukizungumzia kuhusiana na huyo golikipa, basi ni golikipa ambaye ameleta manufaa makubwa katika timu ya Mali na kuipeleka Mali katika hatua ya robo finali AFCON 2025. Wewe mtazamaji unaifuatilia hii video, maoni yako ni yapi? Una lipi la kuzungumza kutokana na kiwango kile ambacho amekionyesha golikipa huyu wa klabu ya Africans, na ni golikipa wa timu ya taifa ya Mali, raia wa Mali, Djigui Diarra. Maoni yako ni yapi? Dondosha komenti yako hapo, tutaisoma na toa uchambuzi wako wa kina kabisa kuhusiana na golikipa huyu, namna ambavyo amedaka penati ambazo zitakiwa zilizopigwa 5, amedaka penati 3 zote amezisave na 2 ambazo ndio amefungwa. Maoni yako ni yapi? Toa maoni yako, lakini kama ninavyokusii na nitaendelea kukusii, ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi nakusii tu kusubscribe ili wa kwanza kabisa kupata update hizi za michezo muda wote. Kwa hiyo subscribe, like, bila kusahau kuwasha alama ya notification ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali hizi za michezo kutokea ZTV.
Na usisahau kucomment kama ninavyokusisitizia. Na golikipa huyu Djigui Diarra, golikipa wa Mali katika mashindano haya ya kimataifa, amebuka kuwa man of the match katika mashindano haya ya AFCON huko. Pongezi kwake, lakini pia pongezi kwa Mali kuingia katika hatua ya robo finali. Kumbuka kwamba siku ya kesho tuna kibarua kizito kabisa dhidi ya Morocco, timu yetu ya Tanzania. Tuiombee timu yetu na sisi ifike katika hatua hii ya robo finali. Tuseme amen. Kutakia siku njema, naendelea kusalia hapa ZTV kwa ajili ya habari zaidi za michezo.